بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده. إن شاء الله تعالى katika wakati huu mchache ambao tutakaa pamoja darasa yetu hii, tutagusia yale mambo ambayo huiharibu i'tikaf, na pia tutataja yale ambayo hayaharibu i'tikaf, ingawa baadhi ya watu waweza kudhania kuwa huharibu i'tikaf. Jambo la kwanza, al-khuruj min al-masjid. Na masala haya kuna mengi huingia chini yake. Aqsamul khuruj min al-masjid, vigawanyo vya kutoka msikitini. الخروج بجميع البدن بغير عذر, munakutoka mwili mzima nje ya msikiti bila ya udhuru. Man kharaja min mu'takafihi fi almasjid lighayri hajatin wala daruratin wala birrin umira bihi au nudiba ilayhi batala i'tikafuhu. Yoyote anayetoka kutoka katika mu'takaf ndani ya msikiti bila ya haja wala dharura wala jambo la khairi aliloamrishwa au alilohimizwa, basi i'tikafu yake itabatilika. الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa i'tikaf akiingiza kichwa chake peke yake ndani ya chumba changu nikimchana nywele. Wakana la yadkhulu albayta illa lihajatin, na alikuwa haingii nyumbani isipokuwa kwa haja, yani akiwa amehitajika kuingia, kwa mfano akitaka kujisaidia ama amehitajika dharura ndani ya nyumba, basi ndio utoka idha kana mu'takifan. kadhalika naqala al-ijma' ala dhalika ibn Hazm amenukuu ijma' katika hilo. Kwa hivyo al-khuruj bi jami' al-badan bighairi udhr, tumeona kuwa hili humharibia mtu i'tikafi yake. Pili, al-khuruj bi jami' al-badan bi'udhrin, kutoka mwili mzima lakini kwa udhuru. Al-khuruj li amrin la budda minhu hissan au shar'an jaizun, kutoka kwa ajili ya jambo ambalo hakuna budi, jambo ambalo ni la hisi ama la kisheria, yajuzu. Ka qada'i al-hajati, kama mtu ataka kukidhi haja, na Allah yaizkum, sehemu za kukidhi haja ziko nje ya msikiti, hapo yajuzu yeye kutoka. Walwudhu min alhadathi wa ghairi dhalika, kitaka kutawadha kama na hadath yarhamkallah na mengineo, hapa yajuzu kutoka nje ya msikiti. والدليل إجماع أهل العلم على ذلك, إجماع يوانا وفيوني katika swala hili. وممن نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وابن قدامة والنووي, هو نوفيوني wote wamenukuu ijma' juu ya swala hili. Masala yanofungamana na kutoka msikitini, al-khuruj bi ba'd al-badan, kutoka baadhi ya mwili. الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف, kutoka baadhi ya mwili nje ya msikiti la ba'sa bihi, hii haina matatizo, wala yufsidu al-i'tikaf, wala haiharibu i'tikaf. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة, na hii ni kwa ittifaq ya madhehebu yote manne ya fiqh, al-Hanafiyya wal-Malikiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila. والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
kwa Mtume sallam akitoa kichwa chake akiwa katika i'tikaf, nikimwosha kichwa chake mimi nikiwa katika hali ya haid. Na hii tushahitaji pia. Jambo la pili, aljima'u wa inzalu almani walihtilam, tendo la ndoa na mtu kutokwa na manii na kuota, ndoto ambayo ikasababisha tokwa na manii. Aljima'u wa inzalu almani, aljima'u wa inzalu almani 'amdan yahrumu 'ala almu'takif wa yufsidu 'alayhi al-i'tikaf. Tendo la ndoa na kutoa manii kwa kukusudia ni haram kwa mu'takif na huharibu i'tikafi yake. الدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. kwa hivyo imekatazwa tendo la ndoa mtu akiwa katika i'tikafu. والدليل من الإجماع كذلك نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والجصاص وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. هاوته ومنكو إجماع katika swala hili. الاحتلام المعتكف إذا احتلم, yule aliye katika i'tikaf ikiwa ataota, la yafsudu i'tikafuhu, hii haiharibu i'tikafi yake. وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه, na ni juu yake aoge na atimize i'tikafi yake wala haina matatizo. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, واتفاق مذهب yote manne. الدليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3, watu watatu wamenyanyuliwa kalamu hawaandikiwi madhambi. عن النائم حتى يستيقظ, aliyelala mpaka atakapoamka. وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل, na kwa mtoto mdogo mpaka atakapobaleghe, na kwa mwenda wazimu mpaka akili yake imrudie. Jambo la tatu, almubasharatu walqublatu bishahwatin. Almubashara ni kule mtu kumkaribia mkewe, kuwa karibu naye, sio kumwingilia, tuzungumzie masala. Walqubla, na kumbusu yule mkewe bishahwa. يمنع المعتكف من أن يباشر أو أن يقبل بشهوة, amekatazwa mu'takif an yubashira. Mubashara ni kule kugusana kwa karibu sana, ama kubusu kwa shahwa. والدليل إجماع أهل العلم على ذلك, ingawa hawakusema kuwa i'tikafi yake tafanini itaharibika. نقل الإجماع ابن المنذر والماوردي وابن عبد البر وابن كثير والشوكاني. hawa na wavyuoni wamenukuu ijmaa kuwa akatazwa mu'takif kufanya kitendo kama hiki, bimaana itakuwa ni makosa kwa yeye kufanya kitendo kama hiki. طرق الحيض والنفاس, katika hali ya i'tikaf, kwa mfano mwanamke akapata haidh au nifas. طرق الحيض أو النفاس على المعتكفة يحرم عليها اللبث في المسجد فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتا ولا يبطله. kwa kauli ya wanaovyuoni wanaokwenda kuwa mwanamke haijuzu kukaa ndani ya msikiti akiwa katika hali ya haidh ama nifas, na kuna ikhtilaf katika masala, ikhtilaf mashhur. Wale wanaosema kuwa haijuzu yeye kukaa msikitini wasema itakatika i'tikafi yake kwa kipindi kile ambacho atakuwa katika ada yake ya mwezi au nifas, lakini haibatilishi i'tikafi yake. فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه, akitahirika atarudi katika ule msikiti ambao
alikuwa akifanya i'tikaf. Watabni ala ma madha min i'tikafi, atajengia juu ya kile kilichopita katika i'tikafi yake. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. هنا قول جمهور ونوفيون. وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم مكثها في المسجد، وهذا الإجماع لا يصح. hakuna ijmaa katika swala hili, bali kuna ikhtilaf, na huenda wale wanaokhalifu hii kauli wakawa na dalili iliyo na nguvu zaidi kuliko hao wanaosema kuwa haijuzu kwa mwanamke kukaa msikitini akiwa katika ada yake ya mwezi. Na kuna rasail ambazo wanaovioni wameandika katika masala haya, mtu aweza kurejelea akafaidika. طرق الإغماء والجنون. kwa mfano mtu apatwe na kuzirai ama uenda wazimu akiwa katika hali ya i'tikaf. طرق الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه. ikiwa kutatokea mtu kupoteza fahamu ama kupatwa na wazimu wal billah, hii itakata i'tikafi yake, haiharibu, itakata i'tikafi yake. Akipata fahamu zake basi atajengea pale alipoacha, aendelee na i'tikafi yake. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. دليل وكتو حديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن 3 katika lotaja anil majnun hatta yaqil, mwendawazimu mpaka atakapopata akili. jambo linalofuata ar-ridda, mtu kurtadi wal billah. ar-ridda tufsidu al-i'tikaf, ridda yaharibu kabisa i'tikaf. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واتفاق يهود. الدليل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. كيف ونيفاني الشرك أما كفر أكبر هو اعتكافياك إمهاربك. في حديث إنما الأعمال بالنيات، أن العبادة لا تؤدى إلا بالنية، والكافر ليس من أهل النية. كافر سكتك وتوانية. المعاصي لا تفسد الاعتكاف، معاصي هي هريب اعتكاف، لكن ينبغي للمعتكف أن يجتنب المعاصي، فإن وقعت منه معصية فإنها لا تفسد اعتكافه، حتى لو كانت هذه المعصية من جنس الكبائر كالغيبة والنميمة ونحوهما. وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية. haiharibu i'tikafi yake hata ikiwa ile maasi ni katika jinsi ya madhambi makubwa kama ghiba, usengenyaji, wanamima, umbea na mfano wake. Na hii ni kauli ya jumhuri ya wanavyuoni, wala haimaanishi kuwa haya mambo ya juzu, la, isipokuwa tuzungumzia masala kuwa hukumu yake nini. Hukumu yake ni kuwa haiharibu i'tikaf, ingawa humpunguzia ajr ya yule mu'takif. Na hii ni kauli ya jumhur al-ulama katika al-Hanafiyya, Shafi'iyya, al-Hanabila, na ni kauli katika madhhab ya al-Malikiyya. Wallahu ta'ala a'lam. Haya ndio yanaharibu i'tikaf, na nafikiri kufikia hapo insha Allah ta'ala tutakuja kumalizia kuzungumzia yale mambo ambayo yapendekezwa kwa mtu aliye katika i'tikaf kuyafanya. Biidhnillah ta'ala tutakuja kuzungumzia katika darasa ya kesho insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.